السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Alhamdulillah, Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ya Rijaina pia imejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kujenga msikiti. Mashaallah, msikiti huu ni mzuri mno. Kwa sasa idadi ya wanajumuiya wa tawi hili pamoja na matawi mengine yaliyo karibu ni 160 na watu 400 kama nilivyoambiwa wanaweza wakaswali katika kumbi za msikiti huu, na ikihitajika watu wengine 100 wanaweza kusali sala katika eneo la wazi la msikiti huu. Kwa neno zima, msikiti huu ni mkubwa zaidi mara 3 na idadi iliyopo ya wanajumuiya wa tawi hili. Nimeambiwa kwamba gharama za ujenzi wa msikiti huu zimetolewa na wanajumuiya wenyewe au wameahidi kuzitoa. Bali gharama zote zilizotumika kwa maana ya fedha taslimu, watu wawili ndio waliobeba jukumu la kutoa sehemu ya 3 ya gharama hizo. Mmoja wao ni mke wa marehemu Shahid Dr. Shamsul Haq Saheb. Niliposema ya kwamba kwa sura ya fedha taslim, maana yake ni kwamba hatua
ilipofikia hatua ya kuanzisha ujenzi wa msikiti na zikafanyika jitihada za kuwasiliana na makontrakta, na tenda ya chini kabisa ilikuwa ni dola milioni 2.8, na kwa kujumuisha matumizi mengine gharama zilikuwa zinafikia dola milioni 3.5, lakini gharama zilizotumika katika kukamilisha ujenzi wa msikiti huu ni dola milioni 1.6. Sasa mtu wa duniani atapigwa na bumbuwazi kwa kusikia jambo hili, ya kwamba inawezekanaje kwamba ujenzi wa msikiti upate kukamilika katika nusu ya gharama za makisio yaliyotolewa na makontrakta. Bila shaka mtu wa duniani hawezi kulitambua, kwa sababu hajui kujitolea ni nini, na viwango vya kujitolea vya wanajumuiya wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ni vya namna gani. Mifano ya kujitolea kwa hali, mali na wakati ndiyo inayopatikana katika jumuiya ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Hii ndiyo desturi ya wanajumuiya duniani kote, hata kama ni Wahmadiyya wa Pakistan wanaotoa dhabihu za mali na hali, hata kama ni Wahmadiyya wa Afrika ambao ingawaji hawana mali lakini wanajitolea kwa wakati na kwa kutoa chochote walichonacha, wanajitokeza kujenga msikiti na vitu vingine vya jumuiya, hata kama ni Wahmadiyya wa Indonesia au wa Ulaya au ni Wahmadiyya wa Canada au wanaishi sehemu yoyote ya dunia hii. Mwenyezi Mungu huwajalia kujitolea kwa sababu wamejiwekea malengo ya kutafuta na kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ujenzi wa msikiti huu. Nusu ya mali ya jumuiya iliokolewa, na nimeambiwa makontrakta ndugu watatu wa Saskatoon ndio waliojitokeza kutoa huduma zao kwa kujitolea. Hali kadhalika watu wengine walijitolea. Ndugu hawa ambao ni makontrakta walisaidiwa na kontrakta mwingine wa 4 aliyekuja kutoka Toronto baada ya kumaliza kazi yake huko, akaja hapa kuungana na hawa na kuwasaidia katika ujenzi wa msikiti huu. Watu wengine walikuja kutoka Saskatoon, Calgary, Toronto kuja kusaidia ujenzi wa msikiti huu, wakiwemo maansar na makhudam. Na kazi zote za ujenzi zilifanywa na makontrakta hawa na watu hao waliojitolea. Lakini watu hawa hawakujali wakati wao wala mali zao. Hali kadhalika kina mama, kwa kuwaandalia chakula, walishiriki mbali na kujitolea kwa mali. Nimeambiwa kwamba karibuni maswaa 41.5 watu hawa waliojitolea wamefanya kazi. Wengine
walifanya kazi usiku na mchana bila kujali ya kwamba wanatakiwa wafanye kazi masaa 8 na kwa siku 5 kwa wiki. Hii ndiyo jazba inayoonekana katika Ahmadiyya duniani kote kwa fadhili za Allah subhanahu wa ta'ala. Upande mmoja baadhi ya Waislamu wanaeneza uharibifu na ufisadi, na upande mwingine Ahmadiyya Waislamu wanajenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nchi zilizoendelea, wanajitolea kwa hali na mali, kwa sababu mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yule atakayejenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala atajijengea nyumba peponi. Kwa sababu imamu wa zama hizi na mfuasi kamili wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, aliwaambia wafuasi wake, jitahidini kueneza ujumbe mzuri wa dini tukufu ya Kiislam na kuonyesha picha nzuri ya dini tukufu ya Kiislam. Mjenge msikiti. Basi kujitolea huku ni kwa ajili ya kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuondolea mbali mawazo patofu yaliyoenea dhidi ya dini tukufu ya Kiislam, na ili tuweze kuwafahamisha watu ya kwamba misikiti ya Waislamu na mafundisho ya dini tukufu ya Kiislam sio chanzo cha ufisadi na uharibifu, bali ndiyo zamana ya wema na usalama wa dunia na akhira. Ili ni njia ya kupenyeza mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mioyo ya watu na kutoa haki zake na kutoa haki za viumbe wake. Jumuiya ya Canada imepata neema hii pia kwa mara ya kwanza, ya kwamba wanajumuiya wenyewe kwa kujitolea wameokoa mali nyingi ya jumuiya. Lakini jambo hili limefanyika mara ya kwanza hapa Canada. Mwenyezi Mungu awalipe wote waliotoa mchango wao na kujitolea kwa namna moja au nyingine, na wale walioahidi kutoa mchango. Mwenyezi Mungu awalipe malipo mema na kutia baraka nyingi katika mali zao. Siku zote tukumbuke ya kwamba msikiti ni muhimu kwa ajili ya malezi yetu na mahubiri yetu. Kwa hiyo nilimwambia Amir Saheb, mjenge misikiti midogo midogo, lakini jitahidini kujenga msikiti katika kila tawi. Naye akaniambia tumepanga kujenga misikiti midogo midogo na tunajitahidi kutekeleza mpango huu na tuweze kujenga misikiti mingi zaidi. Lakini nataka niwaambie, pamoja na sisi kupanga kujenga misikiti midogo midogo, hatuna uwezo wa kujenga misikiti haraka haraka. Kwa hiyo kazi hii ya kujitolea iliyoanzishwa katika kujenga msikiti ni desturi nzuri ambayo inatakiwa idumishwe,
na kadiri mwedhavyo mjitahidi kuokoa mali ya jumuiya, akieleza umuhimu wa ujenzi wa msikiti. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema, kwa sasa jumuiya yetu inahitaji sana misikiti ambayo ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Katika kijiji au mji ambapo kuna msikiti wetu, basi muelewe ya kwamba mzizi wa jumuiya umeimarika, na popote pale ambapo tunataka kuinua neno la dini tukufu ya Kiislamu yatupasa tujenge msikiti. Basi Mwenyezi Mungu ndiye atakayewaleta Waislamu, lakini sharti ni hili kwamba katika kujenga msikiti tuwe na nia njema. Msikiti ujengwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala bila matamanio ya kidunia na shari nyingine yoyote, ndipo Mwenyezi Mungu atatia baraka. Basi kwa kulitekelezwa jambo hili tunatakiwa tujitahidi, lakini pamoja na kulitekeleza jambo hili yatupasa tukumbuke sharti hili lililoelezwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kuwa tuwe na ikhlasi, tusiwe na jazba na shauku ya kujenga msikiti mzuri, bali kuna haja ya kutekeleza majukumu yake, kuna haja ya kutekeleza vigezo vyake. Tusijenge msikiti kwa ajili ya kuonyesha tu, sio kwa ajili ya kuonyesha kuwa tumetoa mali kiasi fulani au tumetoa wakati kiasi fulani, bali tujenge msikiti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama nilivyotangulia kusema kwamba ndugu hawa watatu na contractor mwingine wa 4 waliojitolea wakaja kuonana nami, na walikuwa na furaha tele ya kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia kushiriki katika ujenzi wa msikiti huu, na Mwenyezi Mungu amewapa ajira nyingine. Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa mtu yeyote. Yeye humnemesha mtu wakati mwingine kwa haraka na wakati mwingine kwa kuchelewa. Kijana moja ambaye alikuwa amepata usajili katika chuo fulani na alikuwa ameanza kazi, na baadaye akaota ndoto ya kwamba kwa ajili ya ujenzi wa msikiti anahitajika, basi akawasiliana na makontrakta na kuanza kufanya kazi ya ujenzi wa msikiti. Lakini katika wakati huo hali yake ya kiuchumi ikawa mbaya, na siku moja mke wake akamwambia ya kwamba hana hela kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Mwenyezi Mungu akamsaidia kwa namna hii ya kwamba watu wa kodi walimrudishia hela zilizokuwa zimeongezeka katika akaunti yake, kisha akapata child benefit, na kwa namna hiyo au kwa njia hiyo yeye akapata dola 12,000 au 13. Basi sharti ni kwamba mtu awe na nia njema, na kuna watu ambao wanasaidia kujenga msikiti mkubwa. Na kumbuka nilipokuwa Ghana katika kijiji cha Tamale, tulikuwa na msikiti mdogo katika kijiji hiki cha Tamale uliojengwa kwa matofali ya udongo, ambao ukafanywa ukarabati. Basi nilipoenda kutembelea Ghana, nikafika na kuwasili Tamale, na nikaona kwamba kuna msikiti mkubwa wenye magorofa mawili, na ule msikiti ni mkubwa maradufu kuliko msikiti wenu huu. Nikaambiwa ya kwamba
Muhammadia fulani ndiye aliyetoa gharama zote za ujenzi wa msikiti huu, na nilikuwa nafahamu ya kwamba haikuwa rahisi kwa mtu huyo kutoa gharama hizi, na lakini yeye akatoa gharama hizi zote kwa awamu, kwa katika kipindi cha miaka 3 au 4. Basi hii ndiyo desturi ya wa Ahmadiyya. Hata kama ni Muafrika, kwa kawaida inafikiriwa ya kwamba Waafrika kutokana na umaskini wanatamaa, lakini wao wanapopata mali wanatoa mali zao katika kujenga misikiti, wanatoa mali katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo desturi na tabia ya wanajumuiya duniani kote, ya kwamba wajitolee kwa ajili ya kujenga msikiti. Hatuwezi kujenga misikiti nchini Pakistan. Watu wengine wananiandikia kwa uchungu mkubwa ya kwamba utuombee tuweze kujenga misikiti. Hatuwezi kujenga misikiti, kwa uchache tuweze kujenga ukumbi ambamo tunaweza tukasali sala. Tuachilie mbali minara na mihrab. Hawawezi kujenga mihrab wa kawaida, bali katika baadhi ya maeneo kuna ugumu wa aina hii ya kwamba hatuwezi kujenga jengo lolote linaloelekea kibla. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika nchi za nchi ametuneemesha kwa kiasi ambacho hatuwezi kukifikiria na kukiwaza, na anatujalia kujenga misikiti. Basi baada ya kuziona fadhila hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, tunatakiwa tujae na hisia za shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Ahmadiyya wa hapa wanatakiwa wajitahidi kuzidi katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba amewajalia kujenga msikiti, amewajalia nyumba ambayo ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa ajili ya kufanya ibada ya Mungu moja tu. Bila shaka nyumba hii ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nyumba hii haiko kwa ajili ya manufaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali faida zake zinawafikia wale wanaoingia katika nyumba hii. Basi hii ndiyo hisani kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tunatakiwa tumshukuru sana tena sana. Na njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala imeelezwa katika aya hii niliyosoma mbele yenu. Mwenyezi Mungu anasema, anayestawisha misikiti ya Allah ni yeye tu amuaminie Allah na siku ya mwisho, na kusimamisha sala na kutoa zaka, na hamuogopi yeyote ila Allah. Basi hao huenda wakawa miongoni mwa walioongozwa. Basi kumuamini Allah na siku ya mwisho ni alama ya msingi ya kuwa muaminio na Muislamu wa kweli. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba kusimamisha sala pia ni lazima. Na kusimamisha sala ni nini? Kufika msikitini kwa ajili ya swala 5 kwa wakati wake. Kusimamisha sala kuna maanisha kusali sala kwa jamaa. Kisha ni kutoa zaka. Maana yake ni kuhalalisha mali kwa kuitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala.
kuna uzembe fulani katika kufika msikitini kwa ajili ya swala ya jamaa ambao unatakiwa uondolewe. Kuhusiana na zaka, ningependa niseme kwamba zaka ni faradhi juu ya kila aliyetajiri na mwenye mali nyingi, ambayo inaendelea kukaa mwaka mzima, ambaye ana dhahabu, fedha, na vile vile wakulima wanalazimika kutoa zaka. Vile vile wengine ambao wana mashamba makubwa makubwa wanatakiwa watoe zaka, na katika zaka wanawake kwa wanaume wote wanatakiwa watoe zaka. Na kuna kiwango chake kilichoanzishwa na kutolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Kuhusiana na zaka, ningependa niliweke bayana jambo hili ya kwamba wanawake wazingatie kwenye jambo hili. Wanawake ndio wanaokuwa na mapambo ya dhahabu. Wanawake wakubwa na wadogo nimewaona mara kadhaa wakiwa wamevaa mabangili makubwa makubwa ya dhahabu. Wanatakiwa wayatolee zaka. Katika kuhalalisha mali, katika kuhalalisha mali, kila mchango unaotolewa katika kueneza ujumbe wa dini tukufu ya Kiislam unaingia. Na kwa leo Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ndiyo inayotumia mali katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujenga misikiti, nyumba ya wabashiri, hospitali na shule. Mwenyezi Mungu anasema, msimuogope yeyote baada ya Mwenyezi Mungu. Mtu akiwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaepuka na maovu mengi na magonjwa mengi ya kiroho yaliyoenea kwa jina la uhuru, anaweza akaepukana nayo. Na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo takwa. Na kuhusiana na takwa, kuna aya chungu nzima zilizoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Kama tunafuata mafundisho haya, tuelewe ya kwamba tunaweza kuhesabiwa kuwa walioongozwa machoni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaweza kutekeleza vigezo vya misikiti, kusimama imara juu ya imani, ndio kunako tekelezwa haki ya ujenzi wa msikiti. Na hilo ndilo jambo linalomfanya mtu awe mwenye kutoa shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wale wanaokuja siku moja moja msikitini na kuwaogopa watu wa dunia zaidi kuliko Mwenyezi Mungu na kuzama katika mapenzi ya dunia kwa kuyasahau majukumu ya kidini, watakwenda mbali na fadhili na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Uzuri na umaridadi wa msikiti unawategemea wale walioimara kiimani na kiroho na wanaoendelea kuzidi katika imani yao.
kwanza kabisa ni jukumu la viongozi na viongozi wa matanzim kuja kusali sala msikitini, wahakikishe wanafika msikitini kwa ajili ya swala ya jamaa, kwa kupata thawabu ya kudumu ya kujitolea. Kila Muhammadia ajitahidi kwa nguvu zote aufanye msikiti huu ulio mkubwa kwa sasa uwe mdogo baadaye, na misikiti inakuwa midogo pale ambapo idadi ya wanajumuiya inaongezeka, na kwa ajili ya kuongeza idadi ya wanajumuiya ni jambo la muhimu na lazima kufanya mahubiri na mtoe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna hii ya kwamba mfikishe ujumbe wa jumuiya kwa kila mkazi wa hapa. Na hii ndiyo, na pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni kutoa haki kwa watu wa maeneo haya ya kwamba muwafikishie ujumbe na mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu, muwatoe katika giza. Ni wajibu wetu kuwapa mafundisho yanayowaelekeza kwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa leo wanafikiri kuzama katika mapenzi ya dunia ndiyo kila kitu, lakini hawajui ya kwamba starehe hizi za muda mfupi zitaisha na watakumbwa na giza totoro. Basi katika hali hiyo ni wajibu wa wanajumuiya kuwaongoza na kuwaonyesha watu wa dunia kwenye njia yenye mngao, yenye mwanga, wenye nuru, na mnaweza kutekeleza jambo hili kwa kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa haki zake. Na hayo yote yatafanyika pale ambapo mtaitanguliza dini juu ya dunia. Tutaweza kuwafundisha wengine pale ambapo tutakuwa tunajichunguza nafsi zetu. Kama tutakuwa na nuru, ndipo tutaweza kuwapa watu wengine nuru na mwanga, na hatutakuwa wenye kutangaza kwa maneno matupu tu, bali tutakuwa tunatekeleza majukumu yetu kwa vitendo, na tutakuwa wenye kuinua viwango vya ibada yetu, na tutakuwa tunajitahidi kutafuta upendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali maneno yetu na matendo yetu yatadhihirisha upendo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali yataonyesha upendo na mapenzi kwa viumbe wake na wanadamu wote. Kwa kusikia mafundisho yetu watu wanatujia na wanatusogelea na wanavutika na kuathirika na mafundisho yetu, lakini wasiseme baada ya kutufikia ya kwamba nini ni tofauti. Yatupasa tujitahidi kuifanya dunia hii iwe pepo ili kuipata pepo ya huko baadaye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtakapopita katika bustani ya peponi, basi mjilishe na kujiniwesha. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa amekaa katika kikao hiki, naye akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mjumbe wa Allah,
ni nini bustani ya peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, misikiti ndiyo bustani ya peponi. Kisha akasema, ewe mjumbe wa Allah, nini maana ya kujilisha na kujinyewesha katika bustani za peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kusema takbira, kusema la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, ndiyo kujilisha na kujinyewesha katika bustani za peponi. Basi pamoja na kusali sala, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidhia, ni kula matunda ya peponi katika dunia hii. Mtu anayemkumbuka Mwenyezi Mungu na kufanya ibada yake hatazamii pepo ya akhira tu, bali anaifanya dunia yake iwe pepo, na anajitahidi kufuata mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ni wenye bahati nzuri wale ambao wanakula matunda ya peponi hapa duniani, na vile vile watapata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala huko baadaye. Hao ndio watu ambao wanaofuata njia ya takwa, wakitafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema, takwa imesisitizwa sana katika Qur'ani tukufu. Takwa ndiyo inayotoa uwezo wa kuepukana na uovu na kutenda mema. Na kuna siri katika kutia mkazo mwingi kiasi hiki ya kwamba takwa ni kago ya kusalimika na kila uovu, na ni ngome imara zidi ya maovu yote. Yani mtu akifuata akiwa na takwa anaepukana na shetani. Mtu anaweza kuepuka na mambo mengi ya kipuuzi kama anayo hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala au anao ucha Mungu. Basi mifano ya kujitolea tunayoionyesha au tunayopaswa kuionyesha, tuionyeshe na kuidumisha kwa ucha Mungu. La sivyo kujitolea huku kutakuwa ni kwa muda tu. Kama nilivyosema, kutoa shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufanya mahubiri pia. Watakuwepo watu ambao wenyewe watakuja kwenye msikiti huu na vile vile watakuja kwenu. Basi matendo ya kila Muhammadia ni juu ya ucha Mungu. Basi watu hawa watahutika na kuathirika, na msikiti huu unampa kila Muhammadia wajibu na jukumu la kuonyesha mifano mizuri. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema, watu wa jumuiya yangu wanatakiwa wawe mifano ya kuigwa. Yule anayeonyesha mfano mbaya baada ya kujiunga na jumuiya na kuonyesha udhaifu wa kiitikadi na kiimani ni dhalimu, kwa sababu yeye ndiye anayechafua jumuiya yote na anatutia aibu vile vile. Yeye kwa kuonyesha mfano mbaya
anawachukuza wengine, na kwa kuonyesha mfano mzuri anawapendezesha wengine. Mtu fulani aliniandikia ya kwamba ingawaje bado sijajiunga na jumuiya yako, lakini kwa kuziona habari na hali za wanajumuiya wako, na amini ya kwamba mafundisho ya jumuiya yenu ni mazuri mno, yaliyojaa wema na khairi. Watu wa leo pia wanakiri ya kwamba baada ya kuona wanajumuiya tuna amini ya kwamba mafundisho yenu ni ya amani, upendo na usalama. Basi tunatakiwa tuenezwe na kusambaza mafundisho haya na kuyaonyesha kwa matendo yetu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema, Mwenyezi Mungu huandaa daftari la matendo ya mwanadamu ambamo matendo yake yote yanaandikwa. Basi mtu naye anatakiwa aandae daftari la matendo yake. Yani Mwenyezi Mungu bila shaka anaandaa na kutengeneza daftari la matendo ya mtu, lakini kila mtu anatakiwa mwenyewe aandae daftari ili kujua ya kwamba amefanya matendo gani mazuri na amefanya matendo gani mabaya, na anatakiwa atafakari juu yake ya kwamba amezidi namna gani katika kutenda mema, je, amesonga mbele wakati uliopita wa mtu uwe tofauti na wakati wake uliopo. Yule ambaye wakati wake uliopita umefanana na wakati wake wa sasa au wakati wake uliopo, basi aelewe ya kwamba amejipatia hasara. Kama yeye hasongi mbele, aelewe ya kwamba anajipatia hasara wala hapati faida yoyote. Kama mtu amuamini Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu, hawezi kupotea, bali kwa ajili yake malaki ya watu wanaokolewa. Basi leo ni jukumu la Ahmadiyya kuiokoa dunia, lakini sharti ni lile lile ya kwamba tupige hatua mbele. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa ajili ya mtu mmoja Mwenyezi Mungu anawaokoa malaki ya watu. Ni jukumu kubwa la kila Muhammadiyya kuiokoa dunia ambayo inazidi kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu wetu kuwaokoa watu wa dunia. Baadhi ya watu bila shaka wana maadili mengine mema na wala hawawanimi haki watu wengine, lakini kwa jina la uhuru watu hawa wamekwisha enda mbali na maadili mema na kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika hali hiyo, sisi tuliojiunga na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam tusahau majukumu yetu na kumsahau Mwenyezi Mungu na mafundisho ya dini tukufu ya Kiislam, na tuifuate dunia. Sasa ni nani atakayekuja kuisaidia na kuiokoa dunia? Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba bila shaka Mwenyezi Mungu atawaleta watu wengine, lakini sisi tuliojiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutakosa bahati hiyo, neema hiyo ya kuisaidia na kuiokoa dunia. Basi kila Muhammadiyya anatakiwa ajichunguze nafsi yake ili kusudi aweze kutekeleza
majukumu yake kwa namna iliyo bora, wala asifurahi juu ya jambo hili ya kwamba amejenga msikiti, bali ajiwekee malengo haya ya kwamba awe mwenye kuongeza idadi ya watu wanaokuja chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja wetu awe mfano mwema wa kuigwa kwa ajili ya Ahmadiyya na watu wengine. Tusiwe wenye kuwaudhi wengine, bali tuwe wenye kutekelezwa haki za wengine. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema inatakiwa ya kwamba kwa ajili yetu na watoto wetu na ndugu zetu muwe sababu ya rehma, wala msiwe sababu ya kuwaudhi wengine. Basi kila mmoja wetu anatakiwa ahisi na kusikia uchungu aliyokuwa nao Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja aonyeshe mifano ambayo itaeneza na kusambaza jina zuri la Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutekeleza hayo. Leo yetu iwe nzuri kuliko jana yetu au wakati wetu uliopita, na vizazi vijavyo wanatakiwa wakumbuke kujitolea kwa wazazi wao na vile na kuendeleza mema yao na kudumisha yale waliyofanya wazazi wao. Mwenyezi Mungu afanye vizazi vyetu vijavyo wapokee mambo haya na kuyaendeleza. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutekeleza hayo yote. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.